naomba kutoa hoja kwamba baraza lako tukufu likae kwa madhumuni ya kupokea, kujadili utekelezaji wa bajeti ya mwaka 2024-2025 na hatimaye kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi ya fedha kwa ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Spika, naomba kutumia nafasi hii kuwashukuru na kuwapongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa jitihada zao wanazozichukua kudumisha amani, utulivu, mshikamano na kuleta maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Spika, nichukue nafasi hii kuendelea kuwapongeza kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia cha Mapinduzi CCM kwa nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano. Shehe Mheshimiwa Bihindi Hamadi Hamis, Mheshimiwa Said, fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Machano Othman Said, mwakilishi wa wananchi jimbo la Mfenesini, kwa kuiongoza hati Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ambaye pia ni kamanda mkuu wa idara maalum za SMZ, kwa namna ya kipekee alivyoziwezesha ofisi yake hii na kutekeleza mipango thabiti na madhubuti, ikiwemo kuziimarisha idara maalum za SMZ kwa kila hali, Musa jimbo la Kiwani, Mheshimiwa Abdalla Abbas Wadi, mwakilishi wa wananchi jimbo la Nungwi, Mheshimiwa Haji Shaban Waziri, wananchi jimbo la Uzini, Mheshimiwa Suleiman Harub Suleiman, mwakilishi wa wananchi jimbo la Kiembe Samaki, Mheshimiwa Jamal Kasim Ali, kuilipa kamati hii, isipokuwa kuwatakia kila laheri wajumbe wote na kuombea dua njema kwa Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa masoko ya kisasa, baada ya utangulizi huo, mradi wa uimarishaji na shukrani na pongezi ujenzi wa ofisi za masheha, ambapo imewezesha kuimarisha uchumi wa nchi yetu na kuimarika kwa ulinzi, usalama na utawala bora. Mheshimiwa Spika, kwa dhati nikishukuru Chama cha Mapinduzi CCM kwa kuendelea kuwa chama madhubuti chenye sera imara na ilani inayotekelezeka kwa maslahi mapana ya nchi yetu na wananchi. Mheshimiwa Spika, nawashukuru Mheshimiwa Othman Masudi Othman, makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, kwa mashirikiano yake anayotupatia katika kuendeleza majukumu ya ofisi hii. Aidha, kipekee nimshukuru sana Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah, makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar, akiwa mtendaji mkuu wa shughuli za serikali, kwa maono yake na ukaribu wake katika utekelezaji wa majukumu ya ofisi yetu hii. Hakika amekuwa nguzo imara katika kutimiza mipango na malengo yaliyoelekezwa kutekelezwa na ofisi hii. Mheshimiwa Spika, natumia fursa hii kukushukuru wewe binafsi na kukupongeza wewe kwa umahiri, uweledi na ujasiri wa kuliongoza baraza hili tukufu kwa hekima, busara na maono makubwa sana. Aidha, nampongeza Mheshimiwa mgeni Hassan Juma, naibu spika wa Baraza la Wawakilishi, kwa anavyoendelea kukusaidia kuliongoza baraza hili kwa umakini mkubwa. Kadhalika, nawapongeza wenye viti wa baraza hili, Mheshimiwa Mwanaasha Hamis Juma, mwakilishi wa wananchi jimbo la Dimani, na Mheshimiwa Abdalla Hussein Kombo, mwakilishi wa wananchi jimbo la Mkoani, kwa umahiri wao mkubwa wa kuendesha vikao vya Baraza la Wawakilishi. Vile vile namshukuru na kumpongeza katibu wa Baraza la Wawakilishi ndugu Raya Isa Mselem kwa mashirikiano makubwa anayotupatia. Mheshimiwa Spika, nitumie fursa hii kumpongeza sana Mheshimiwa Machano Othman Said, mwakilishi wa wananchi jimbo la Mfenesini, kwa kuiongoza kamati ya kusimamia afisi za viongozi wakuu wa kitaifa kwa hekima, busara na uadilifu. Kwa kipindi cha miaka 5 cha uongozi wake, amekuwa nguzo imara na amekuwa kiongozi wa kupigiwa mfano na kuwa ni chachu ya mafanikio yanayopatikana katika ofisi yetu hii. Mheshimiwa Spika, shukurani na pongezi pia ziwaendee Mheshimiwa makamu mwenyekiti Mheshimiwa Mariam Thani Juma, mwakilishi wa wananchi jimbo la Gando, wajumbe wa kamati Mheshimiwa Musa Afu Musa, mwakilishi wa wananchi jimbo la Kiwani, Mheshimiwa Abdalla Abbas Wadi, mwakilishi wa wananchi jimbo la Nungwi, Mheshimiwa Haji Shaban Waziri, mwakilishi wa wananchi jimbo la Uzini, Mheshimiwa Suleiman Harub Suleiman, mwakilishi wa wananchi jimbo la Kiembe Samaki, Mheshimiwa Jamal Kasim Ali, mwakilishi wa wananchi jimbo la Magomeni, na Mheshimiwa Zaina Abdallah Salim, mwakilishi viti maalum mkoa wa Magharibi kichama. Aidha, nawashukuru makatibu wa kamati ndugu Ali Alawi Ali, ndugu Mwanaisha
Mohamed Kheri, ndugu Shawana Mohamed Haji na msaidizi wa mjumbe wa kamati ndugu Amina Abed Hemed kwa mashirikiano makubwa waliotupatia. Kwa hakika hatuna cha kuilipa kamati hii isipokuwa kuwatakia kila laheri wajumbe wote na kuombea dua njema kwa Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Spika, baada ya utangulizi huo ulioambatana na shukurani na pongezi, naomba uniruhusu sasa kuwasilisha hotuba yangu ya makadirio ya mapato na matumizi ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum SMZ kwa mwaka 2025-2026. Mapitio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 24-25. Mapato ya mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 24-2025, Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ iliidhinishiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 5,109,682,000 kupitia mafungu yake ya D01 hadi D12 kwa ajili ya kuchangia mfuko mkuu wa serikali. Hadi kufikia Machi 31, 2025, ofisi imefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 3,126,960,563 sawa na asilimia 61. Upatikanaji wa ujumla wa fedha za matumizi. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 24-25 nililiomba baraza lako tukufu kuidhinisha shilingi bilioni 350,12,745,000 kwa ajili ya matumizi ya kazi za kawaida na kazi za maendeleo za Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Hadi kufikia Machi 2025, ofisi imeingiziwa jumla ya shilingi bilioni 233,450,760,067 sawa na asilimia 66 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 138,520,580,756 sawa na asilimia 95 zimetumika kulipa mishahara na shilingi 18 bilioni 390,247,752 sawa na asilimia 53 zilitumika kwa matumizi mengineyo. Shilingi 13 bilioni 459,138,671 sawa na asilimia 64 zimetumika kuzipatia ruzuku mamlaka za serikali za mitaa, wakala wa ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi na tume ya utumishi ya idara maalum za SMZ, na shilingi 62 bilioni 575,796,888 sawa na asilimia 42 zilitumika kwa kazi za maendeleo. Upatikanaji wa fedha kwa kila fungu D01 hadi D12. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 24-25 ofisi za makao makuu fungu D01 iliidhinishiwa matumizi ya shilingi 97 bilioni 269,16,000 hadi kufikia Machi 2025 shilingi 46 bilioni 116,213,101 zimepatikana sawa na asilimia 47 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1,100,109,112 sawa na asilimia 74 zilitumika kwa kulipa mishahara na shilingi bilioni 1,413,840,178 sawa na asilimia 30 zilitumika kwa matumizi mengineyo, na shilingi 42 bilioni 969,318,811 sawa na asilimia 48 zilitumika kwa kazi za maendeleo, na shilingi 53,945,000 sawa na asilimia 36 zilitumika kwa ruzuku ya tume ya utumishi ya idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, Jeshi la Kujenga Uchumi fungu D02 liliidhinishiwa matumizi ya shilingi 45 bilioni 446,600 na hadi kufikia Machi 2025 limeingiziwa shilingi 38 bilioni 373,168,427 sawa na asilimia 84 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi 32 bilioni 1,618,492,855 sawa na asilimia 96 zilitumika kulipa mishahara, na shilingi bilioni 3,985,775,572 sawa na asilimia 52 zilitumika kwa matumizi mengineyo. Shilingi milioni 128,900,000 sawa na asilimia 24 zilitumika kwa ruzuku ya wakala wa ulinzi wa JKU, na shilingi bilioni 1,640,000 sawa na asilimia 52 zilitumika kwa kazi za maendeleo. Aidha, Jeshi la Kujenga Uchumi JKU liliidhinishiwa mapato ya shilingi bilioni 2,242,633,000
kuchangia mfuko mkuu wa serikali na kufanikiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 980,998,401 sawa na asilimia 44 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi milioni 142,500,000 sawa na asilimia 99.9 zilikusanywa na Jeshi la Kujenga Uchumi na shilingi milioni 838,498,401 sawa na asilimia 40 zilikusanywa na Wakala wa Ulinzi wa Jeshi la Kujenga Uchumi. Mheshimiwa Spika, Chuo cha Mafunzo fungu D 03 kiliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 29,880,030 hadi kufikia Machi 2025 kiliingiziwa jumla ya shilingi 26,298,237,577 sawa na asilimia 89 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi 22,102,614,939 sawa na asilimia 98 zilitumika kulipa mishahara na shilingi bilioni 4,195,622,638 sawa na asilimia 88 zilitumika kwa matumizi mengineyo na shilingi milioni 300 sawa na asilimia 12 zilitumika kwa kazi za maendeleo. Aidha, chuo cha mafunzo kiliidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 173,600,000 kuchangia mfuko mkuu wa serikali na kufanikiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 175,889,525 sawa na asilimia 101 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, kikosi cha kuzuia magendo KMKM fungu D 04 kiliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 44,584,040 hadi kufikia Machi 2025 kiliingiziwa jumla ya shilingi bilioni 35,229,222,956 sawa na asilimia 81 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi 32 bilioni 915,615,233 sawa na asilimia 94 zilitumika kulipa mishahara na shilingi bilioni 2,443,607,723 sawa na asilimia 55 zilitumika kwa matumizi mengineyo na shilingi milioni 600 sawa na asilimia 12 zilitumika kwa kazi za maendeleo. Aidha, kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar kiliidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 94,230,000 kuchangia mfuko mkuu wa serikali na kufanikiwa kukusanya mapato ya shilingi 70,762,500 sawa na asilimia 75 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar KZU fungu D 05 kiliidhinishiwa matumizi ya shilingi 58 bilioni 207,259,000 hadi kufikia Machi 2025 kiliingiziwa shilingi 28 bilioni 11,777,302 sawa na asilimia 48 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi 17 bilioni 292,571,696 sawa na asilimia 100 zilitumika kulipa mishahara. Shilingi bilioni 2,275,199,690 sawa na asilimia 63 zilitumika kwa matumizi mengineyo na shilingi bilioni 8,444,516 sawa na asilimia 23 zilitumika kwa kazi za maendeleo. Aidha, kikosi cha zimamoto na uokozi kiliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 153,747,000 kuchangia mfuko mkuu wa serikali na kufanikiwa kukusanya mapato ya shilingi milioni 101,987,820 sawa na asilimia 66 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, kikosi cha Volunteer Zanzibar KVZ fungu D 06 kiliidhinishiwa matumizi ya shilingi 34 bilioni 584,300,000 hadi kufikia Machi 2025 kiliingiziwa jumla ya shilingi 33 bilioni 214,266,536 sawa na asilimia 97 makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi 23 bilioni 5,831,209 sawa na asilimia 102 zilitumika kulipa mishahara na shilingi bilioni 1,971,992,666 sawa na asilimia 63 zilitumika kwa matumizi mengineyo na shilingi bilioni 8,236,442,661 sawa na asilimia 94 zilitumika kwa kazi za maendeleo. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Mjini Magharibi fungu D 07 uliidhinishiwa matumizi ya shilingi 13 bilioni 161,800,000 hadi kufikia Machi 2025 uliingiziwa shilingi bilioni 8,70,675 sawa na asilimia 60 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1,821,377,152 sawa na asilimia 70 zilitumika kulipa mishahara na shilingi milioni 317,176,000
333 sawa na asilimia 21 zilitumika kwa matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 5,932 na 47,185 sawa na asilimia 66 zilitumika kuyapatia ruzuku mabaraza ya manispaa na baraza la jiji. Aidha, mkoa wa Mjini Magharibi uliidhinishiwa kukusanya mapato ya shilingi 54 milioni na laki 6 kuchangia mfuko mkuu wa serikali na kuweza kuchangia mapato ya shilingi 21 milioni na laki 7 na 60 sawa na asilimia 40 ya makadirio ya mwaka. Kwa upande wa mabaraza ya manispaa Mjini Magharibi A na Magharibi B yaliidhinishiwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 9 milioni 392 laki 823,400 na kufanikiwa kukusanya shilingi bilioni 4 milioni 809 laki 598,273 sawa na asilimia 76 ya makadirio ya miezi 9 na asilimia 51 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Kusini Unguja fungu D 08 liliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 4 milioni 294 laki 6 hadi kufikia Machi 2025 uliingiziwa shilingi bilioni 2 60 milioni laki 379,261 sawa na asilimia 48 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1 milioni 370 laki 861,046 sawa na asilimia 67 zitumika kulipa mishahara, na shilingi bilioni 181 laki 3 shilingi milioni 181 laki 359,862 sawa na asilimia 33 zitumika kwa matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 1 milioni 177 laki 7 na 3,468 sawa na asilimia 70 zitumika kwa ruzuku za baraza la mji kati na halmashauri ya wilaya Kusini Unguja. Aidha, mkoa wa Kusini Unguja uliidhinishwa kukusanya mapato ya shilingi 57 milioni 35 kuchangia mfuko mkuu wa serikali na kuweza kukusanya mapato ya shilingi 13 milioni laki 970,000 sawa na asilimia 24 ya makadirio ya mwaka. Kwa upande wa baraza la mji kati na halmashauri ya wilaya Kusini waliidhinishwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 2 milioni 723 laki 7 na 12,800 na kufanikiwa kukusanya mapato ya shilingi bilioni 1 milioni 737 laki 131,135 sawa na asilimia 100 ya makadirio ya miezi 9 na asilimia 64 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Kaskazini Unguja fungu D 09 uliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 5 milioni 266 na laki 6 hadi kufikia Machi 2025 uliingiziwa jumla ya shilingi bilioni 3 milioni 486 laki 6 na 99,026 sawa na asilimia 66 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1 milioni 465 laki 570,705 sawa na asilimia 72 zilitumika kulipa mishahara, na shilingi milioni 226 laki 494,632 sawa na asilimia 30 zilitumika kwa matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 1 milioni 794 laki 633,689 sawa na asilimia 73 zilitumika kwa ruzuku za baraza la manispaa Kaskazini A na baraza la mji Kaskazini B. Aidha, mkoa wa Kaskazini Unguja uliidhinishiwa matumizi ya shilingi 37 milioni laki 553,000 kuchangia mfuko mkuu wa serikali na kusanya jumla ya shilingi milioni 5 laki 5 na 10,000 sawa na asilimia 15 ya makadirio ya mwaka. Kwa upande wa baraza la manispaa Kaskazini A na baraza la mji Kaskazini B idhinishiwa kusanya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 4 milioni 480 laki 1 na 1,950 na kukusanya shilingi bilioni 2 laki 470,704,238 sawa na asilimia 76 ya makadirio ya miezi 9 na asilimia 55 ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Kusini Pemba fungu D 10 uliidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 5 milioni 859 hadi kufikia Machi 2025 uliingiziwa shilingi bilioni 4 milioni 364 laki 67,653 sawa na asilimia 74 ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 1 milioni 129 laki 143,541 sawa na asilimia 74 zitumika kulipa mishahara, na shilingi bilioni 280 laki bilioni 280 laki milioni 280 laki 213,884 sawa na asilimia 32 zitumika kwa matumizi mengineyo, na shilingi bilioni 2 milioni 955 laki 5 na 10,278 sawa na asilimia 86 zitumika kwa ruzuku za baraza la manispaa ya Chake Chake na baraza la mji mkoani. Aidha, mkoa wa Kusini Pemba uliidhinishiwa kusanya mapato ya shilingi 47 milioni laki 116,000 kuchangia mfuko mkuu wa serikali na kusanya jumla ya shilingi milioni 7 laki 633,099 sawa na asilimia 16 ya makadirio ya mwaka. Kwa upande wa baraza
baraza la manispaa Chake Chake na baraza la mji mkoani yaliidhinishwa kukusanya mapato ya ndani ya shilingi bilioni 1,427,863,000 na kuweza kukusanya jumla ya shilingi milioni 784,793,055 sawa na 70% ya makadirio ya miezi 9 na 55% ya makadirio ya mwaka. Mheshimiwa Spika, mkoa wa Kaskazini Pemba fungu D 11 uliidhinishwa matumizi ya shilingi bilioni 5,12,700,000 hadi kufikia Machi 2025 uliingiziwa jumla ya shilingi bilioni 2,754,367,000 1564 sawa na 55% ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 196,55,517 sawa na 73% zitumika kulipa mishahara na shilingi milioni 241,917,000 sawa na 26% zilitumika kwa matumizi mengineyo na shilingi bilioni 1,416,395,000 na 47 sawa na 55% zilitumika kwa ruzuku za baraza la mji Wete na halmashauri ya wilaya Micheweni. Kwa upande wa baraza la mji Wete na halmashauri ya wilaya Micheweni walipangiwa kusanya mapato ya ndani ya shilingi milioni 920 na kusanya jumla ya shilingi milioni 539,932,479 sawa na 59% ya makadirio ya mwaka na 80% ya makadirio ya miezi 9. Mheshimiwa Spika, wakala wa usajili wa matukio ya kijamii fungu D 12 uliidhinishwa matumizi ya shilingi bilioni 6,646,800,000 hadi kufikia Machi 2025 uliingiziwa shilingi bilioni 3,366,414,874 sawa na 51% ya makadirio ya mwaka. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 2,123,337,750 sawa na 74% zilitumika kwa mishahara na shilingi milioni 857,47,624 sawa na 46% zilitumika kwa matumizi mengineyo na shilingi milioni 386,29,500 sawa na 20% zilitumika kwa miradi ya maendeleo. Aidha, wakala uliidhinishwa kusanya mapato ya shilingi bilioni 2,231,800,010 kuchangia mfuko mkuu wa serikali na kusanya shilingi bilioni 1,107,450,248 sawa na 78% ya makadirio ya mwaka. Mafanikio ya utekelezaji wa malengo ya programu za idara za makao makuu fungu D 01. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 24/25 jumla ya malengo 13 yalipangwa kutekelezwa na idara za makao makuu ya ofisi ambapo utekelezaji wake ni kama ifuatavyo: kuendelea kutekeleza mradi wa kuimarisha ulinzi na usalama Zanzibar. Mheshimiwa Spika, ofisi imeanza kutekeleza shughuli zote zilizopangwa katika mradi wa kuimarisha ulinzi na usalama. Miongoni mwa shughuli zilizotekelezwa ni kuimarisha uwezo wa kijeshi wa idara maalum za SMZ kwa kuzipatia vifaa vya kijeshi vya kisasa, mifumo ya mawasiliano ya ulinzi na vitendea kazi. Utekelezaji wa mradi huu umechangia usalama wa Zanzibar kwa kuhakikisha usalama wa wananchi dhidi ya vitendo vya kihalifu na vya uvunjifu wa amani na utulivu vinadhibitiwa wakati wote ili amani na utulivu viweze kutamalaki. Kuanza ujenzi wa mradi wa kituo cha mabasi ya kisasa na maegesho katika eneo la Bwawa la Mwarakwerekwe. Mheshimiwa Spika, ofisi imekamilisha maandalizi na taratibu zote za ujenzi wa kituo cha mabasi ya kisasa na maegesho katika eneo la Bwawa la Mwarakwerekwe. Taratibu hizo ni pamoja na kumpata mshauri elekezi na mkandarasi wa ujenzi. 3. Kuanza ujenzi wa chuo cha mafunzo cha kisasa cha Hanyagwe Mchana. Mheshimiwa Spika, ofisi imefanikiwa kukamilisha taratibu za ujenzi wa chuo cha mafunzo kipya cha kisasa huko Hanyagwe Mchana. Mshauri elekezi aliyepatikana ni wakala wa majengo Zanzibar ZBA na mkandarasi wa ujenzi ni kampuni ya ujenzi ya chuo cha mafunzo, ambapo hatua za awali za ujenzi imeshaanza na chuo cha mafunzo ikiwemo kuweka lengo la mradi huu ni kuweka mazingira mazuri kwa wanafunzi na mahabusu. Mradi huu unalenga pia kuimarisha mfumo wa haki jinai nchini ndani ya chuo. Kusimamia utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa ofisi za masheha. Mheshimiwa Spika, ofisi imesimamia ujenzi wa ofisi za waheshimiwa masheha ambapo jumla ya ofisi 64 zimekamilika na kukabidhiwa, ambapo baadhi zimeanza kutoa huduma kwa wananchi wa shehia husika. Zoezi la kukabidhi ofisi hizo 64 kwa masheha husika lilifanyika tarehe 10 mwezi wa 4 2025 katika shehia ya Matetema, wilaya Kaskazini B, mkoa wa Kaskazini Unguja. Uzinduzi wa masoko ya Mwanakwerekwe, Jumbi na Chwini.
Mheshimiwa Spika, tuliahidi kuyazindua na kuyatumia masoko ya Mwanakwerekwe, Jumbi na Chuini, ambapo utekelezaji wake umefanyika mwezi Oktoba 2024 kwa masoko ya Mwanakwerekwe na Jumbi. Masoko hayo yalizinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na yameanza kutumika kuanzia mwezi wa Disemba 2024. Kufanya ukarabati mkubwa wa jengo la ofisi ya mdhamini Pemba. Mheshimiwa Spika, tuliahidi na tumefanikiwa kufanya ukarabati mkubwa wa jengo la ofisi kuu Pemba ambalo lilikuwa chakavu, ambao kwa sasa baada ya ukarabati kukamilika mwezi Novemba 2024 linaonekana kwa hadhi ya ofisi. Utekelezaji wa mradi wa Kijani Pemba. Mheshimiwa Spika, ofisi imesimamia utekelezaji wa mradi wa Kijani Pemba unaotekelezwa na Jumuiya ya OCAS kwa miji ya Wete na Micheweni na Jumuiya ya Livya kwa miji ya Chake Chake na Mkoani chini ya ufadhili wa Umoja wa Ulaya kwa maana ya EU, kuzipatia serikali za mitaa vifaa vya kisasa vya usafi. Mheshimiwa Spika, serikali imeagiza magari ya kisasa 29 na vifaa vingine vya usafi kwa ajili ya kuziwezesha manispaa, mabaraza ya miji na halmashauri zetu za Unguja na Pemba kutekeleza jukumu la usafi kwa ufanisi. Tayari baadhi ya magari ya kubebea makontena makubwa ya kuhifadhia taka yamewasili pamoja na makontena 30 yameshawasili nchini. Maendeleo ya jumuiya zisizo kiserikali NGO Zanzibar. Mheshimiwa Spika, mchango NGOs katika kusaidia maendeleo ya Zanzibar kwa mwaka wa fedha 2024-2025 umeongezeka kwa asilimia 68 ikilinganishwa na mwaka jana 2023-2024 hadi kufikia Machi 2025. Jumla ya shilingi 79 bilioni 656,297,914 na senti 7 zilitumiwa na NGOs 196 kwa mujibu wa ripoti zao za kifedha. Sehemu ya fedha hizo zimetumika katika utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo kwa wananchi wa mijini na vijijini kama inavyoonekana katika kiambatanisho nambari 4. Kuboresha maendeleo ya viwanda vya idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, ofisi imeendelea kuboresha maendeleo ya viwanda vya idara maalum za SMZ vilivyopo makao makuu ya KVZ Mtoni. Viwanda vimeboreshwa kwa kupatiwa mashine mpya 13 na malighafi mbalimbali. Aidha, viwanda vimeweza kuweka mfumo wa tehama kwa lengo la kuhakikisha huduma zake zinatolewa kwa njia za kidijitali. Kuimarisha mfumo wa mafunzo wa idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, ofisi imefanikiwa kuimarisha mfumo wa mafunzo wa idara maalum za SMZ. Mafunzo endelevu kwa maafisa na wapiganaji yametolewa ambayo yamewajengea uwezo wa kukabiliana na hali mbalimbali za kiusalama. Mafunzo hayo yalijumuisha mafunzo ya afisa kadeti wa Jeshi la Kujenga Uchumi na kikosi cha Valanti ya Zanzibar. Upandishaji hadhi halmashauri ya wilaya ya Kusini na halmashauri ya wilaya Micheweni. Mheshimiwa Spika, tuliahidi ofisi imekamilisha taratibu za kufanya tathmini ya kina ambayo imezingatia matakwa ya sheria namba 7 ya mwaka 2014, sheria ya mamlaka za serikali za mitaa katika kuzipandisha hadhi mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, naomba kulitaarifu baraza lako tukufu kwamba serikali imeridhia na kupandisha hadhi baraza la mji kati kuwa manispaa na halmashauri ya wilaya ya Kusini kuwa baraza la mji. Hatua nyingine zinazofuata za utekelezaji wa maamuzi hayo ya serikali zitaanza katika mwaka wa fedha 2025-2026. Mafanikio ya utekelezaji wa programu za idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2024-2025 idara maalum za SMZ zilipanga kutekeleza malengo makuu 17 ambao utekelezaji wake ni kama ifuatavyo. 1. Kuimarisha mazingira ya kazi na makazi ya maafisa na wapiganaji wa idara maalum za SMZ. Kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM kimefanikiwa kujenga mahanga na afisi katika kambi yake ya Kizimkazi, kimejenga jengo la afisi ya ghorofa 1 katika kambi yake ya Bwefum na kimejenga bwalo la maafisa la ghorofa 1 katika kambi yake ya Wete. Majengo yote hayo yamefunguliwa rasmi mwezi Januari 2025 na yameanza kutoa huduma kwa maafisa na wapiganaji wa kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar. B. Jeshi la Kujenga Uchumi limekamilisha ujenzi wa jengo la ofisi kuu ya JKU Wawi Pemba na kuendeleza ujenzi wa mahanga ya kisasa ya ghorofa katika eneo la Ngambwa Gombani Pemba ambapo ujenzi wake umefikia asilimia 50. C. Kikosi cha zimamoto na uokozi KZU kimefanikiwa kuanza na kukamilisha ujenzi wa vituo vya zimamoto na uokozi katika shehia ya Mkanyageni Pemba, wilaya ya Mkoani na shehia ya Kiwengwa, wilaya ya Kaskazini B. Vituo hivyo vimezinduliwa rasmi katika maadhimisho ya miaka 61 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Chuo cha mafunzo kimefanikiwa kukamilisha ujenzi wa jengo la makao makuu ya chuo cha mafunzo Kilimani lenye ghorofa 4 ambalo
ambao ufunguzi wake umefanyika mwezi Januari 2025, ambalo kwa sasa linatoa huduma. Kikosi cha Volunteer Zanzibar KVZ kimefanikiwa kujenga mahanga 10 katika kambi zake za Pangatupu, Micheweni, Pujini, Kikungwi na Mwanyanya, pamoja na kuanza kujenga majengo ya ofisi ya ghorofa moja katika kambi za Kiashange na Pujini. Vile vile kikosi cha Volunteer Zanzibar imejenga uzio wa kambi zake za Micheweni na Ndugu Kitu Pemba. Kuimarisha huduma za zimamoto na uokozi Zanzibar. Mheshimiwa Spika, kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar kimefanikiwa kuimarisha huduma za zimamoto na uokozi kwa lengo la kuhakikisha usalama wa wananchi, wageni, wawekezaji na mali zao. Huduma hizo zimehusisha mifumo bora ya majibu ya dharura kupitia nambari 114, ununuzi wa vifaa vya kisasa, pamoja na kuboresha mafunzo kwa maafisa na wapiganaji wa kikosi cha zimamoto na uokozi. Kusimamia utekelezaji upatikanaji wa magari, boti na vifaa vya zimamoto. Mheshimiwa Spika, kikosi cha zimamoto na uokozi KZU kimefanikiwa kukamilisha taratibu zote na kufunga mkataba wa kupatiwa gari 27, boti moja na vifaa mbalimbali vya zimamoto na uokozi kwa njia ya mkopo nafuu kutoka serikali ya Austria. Malipo ya 30% yamelipwa kwa mzabuni husika, ambapo kuanzia mwezi Julai 2025 kikosi kitapokea gari 6 za aina ya Rapid Vehicle, boti ya kisasa ya zimamoto pamoja na pampo za kuzimia moto. Aidha, gari zilizobakia zitategemewa kuwasili nchini kuanzia mwezi Novemba mwaka 2025. Kuboresha ulinzi wa mipaka ya bahari ya Zanzibar. Mheshimiwa Spika, ulinzi wa mipaka ya bahari ni muhimu kwa usalama wa taifa, biashara na rasilimali za nchi yetu. Katika kuboresha ulinzi huo, kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM kimeendesha mafunzo maalum ya operations za kijeshi baharini kwa lengo la kuhakikisha maafisa na wapiganaji wake wana uwezo wa kukabiliana na matukio mbalimbali yanayotolewa baharini. Kikosi kimetumia mfumo wake wa kufuatilia mwenendo wa shughuli zote zinazofanywa na vyombo vyote vinavyoingia kwenye bahari ya Zanzibar kwa kushirikiana na kikosi cha wanamaji wa Jeshi la Wananchi Tanzania pamoja na mamlaka za usafiri wa baharini ikiwemo ZMA. Kuimarisha mfumo wa haki jinai, chuo cha mafunzo. Mheshimiwa Spika, katika kuboresha huduma na urekebishaji tabia na kuhakikisha haki za wanafunzi na mahabusu zinaheshimika, chuo cha mafunzo kimechukua hatua mbalimbali kwa lengo la kuimarisha haki jinai kwa wanafunzi na mahabusu nchini. Chuo cha mafunzo kimetoa huduma za kielimu na kisaikolojia kwa wanafunzi na mahabusu ili kuwasaidia kujifunza stadi mpya na kuwa tayari na maisha baada ya kumaliza kutoka chuo cha mafunzo. Kufanya mageuzi ya mfumo wa ujenzi wa taifa. Mheshimiwa Spika, Jeshi la Kujenga Uchumi JKU limefanikiwa kuweza kufanya mageuzi ya kutoa mafunzo ya ujenzi wa taifa kwa lengo la kuimarisha uwezo wa vijana na jamii kwa ujumla. Mageuzi hayo yamehusisha kuboresha mbinu, maudhui na malengo ya mafunzo ili kuhakikisha kuwa yanakidhi mahitaji ya kisasa na changamoto zilizopo. Mafunzo ya ujenzi wa taifa yametolewa kwa vijana 8505 ambayo yamezingatia malezi bora ya vijana kwa kuwafundisha uzalendo na uzalishaji mali ili waweze kujiajiri. Kuimarisha operations za ulinzi wa raia na mali zao. Mheshimiwa Spika, kikosi cha Volunteer Zanzibar KVZ kimefanikiwa kuimarisha operations za kiulinzi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama kwa lengo la kuhakikisha usalama wa wananchi na mali zao unaendelea kuwepo. Serikali imeendelea kukiimarisha kikosi cha Volunteer Zanzibar ili kuendelea kulitekeleza jukumu hili la msingi la ulinzi wa raia na mali zao kwa ufanisi zaidi. Kuboresha huduma za afya katika idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, idara maalum za SMZ zimefanikiwa kuboresha huduma za afya zitolewazo kwenye makambi yake Unguja na Pemba. Lengo la maboresho hayo ni kuhakikisha maafisa na wapiganaji na wananchi wanawezeshwa kujikinga dhidi ya magonjwa mbalimbali, kupata matibabu na kuishi maisha bora. Katika kufanikisha lengo hilo, idara maalum za SMZ zimefanya maboresho yafuatayo. Kikosi cha Volunteer Zanzibar kimefanikiwa kuanza kujenga majengo ya kisasa ya hospitali 2 katika kambi ya KVZ Mtoni Unguja na KVZ Ndugu Kitu Pemba, pamoja na kuanza ujenzi wa kituo cha afya katika kambi ya Muyuni. Kikosi maalum cha kuzuia magendo kimefanikiwa kufanya manunuzi ya vifaa tiba vya kisasa na kuvisambaza katika hospitali yake ya makao makuu ya Kibweni na kituo cha afya KMKM Gando. Jeshi la Kujenga Uchumi imefanikiwa kufanya maboresho hospitali yake iliyopo makao makuu ya JKU Sateni na kununua vifaa tiba pamoja na vitanda 80 vya wagonjwa. Kikosi cha zimamoto na uokozi
kimeanza kutoa huduma za afya katika kambi zake za Kilimani, Kitogani na Chanjani Pemba. Chuo cha mafunzo kimejenga kituo cha afya Hanyegwa Mchana na kuendelea kutoa huduma za afya katika kituo chake cha afya kilichopo Kilimani. Idara maalum zote 5 za SMZ zimeongeza idadi ya wataalamu wa afya na zimepeleka masomoni madaktari wake. Kulea na kukuza vipaji vya wanamichezo. Mheshimiwa Spika, idara maalum zote za SMZ zimefanikiwa kulea na kukuza vipaji vya wanamichezo kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanamichezo wanapata fursa za kuonyesha uwezo wao na kuendeleza michezo nchini. Aidha, timu zote za idara maalum za SMZ zimeendelea kushiriki katika mashindano mbalimbali yaliyoandaliwa nchini. Kuzijengea uwezo kampuni za ujenzi za idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, kampuni za ujenzi za idara maalum za SMZ zimejengewa uwezo ili ziweze kushindana katika soko la ndani na kimataifa. Uwezo huo umejumuisha kampuni kuongezewa wataalamu wa uhandisi na kupatiwa mafunzo yanayohusu mbinu bora za ujenzi na teknolojia zinazotumika ulimwenguni. Kuandaa miradi ya maendeleo inayojiendesha. Mheshimiwa Spika, katika kutekeleza maagizo ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ya kupunguza utegemezi wa bajeti wa serikali kuu, idara maalum za SMZ zimeandaa miradi mbalimbali za maendeleo inayojiendesha. Miongoni mwa miradi iliyoandaliwa na kuanza kutekelezwa ni miradi ya ujenzi wa vituo vya mafuta. Kufanya marekebisho ya sheria za idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, katika kikao kilichopita cha bajeti tuliahidi kufanya marekebisho ya sheria za idara maalum za SMZ ili kuhakikisha kuwa sheria hizo zinaendana na mahitaji ya kisasa. Sheria nambari 1 ya mwaka 2013 ya sheria kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM na sheria nambari 5 ya mwaka 2004 ya sheria kikosi cha volunteer Zanzibar KVZ zimewasilishwa hapa barazani na kufanywa marekebisho kupitia mswada wa marekebisho ya sheria mbalimbali wa mwaka 2024. Sheria ikiwemo sheria ya tume ya utumishi wa idara maalum za SMZ zipo katika hatua za mwisho za kuwasilishwa kwenye vikao vya makatibu wakuu na hatimaye kwenye Baraza la Mapinduzi kwa taratibu. Kuyaboresha maslahi ya maafisa na wapiganaji. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2024-2025 serikali imeboresha maslahi ya maafisa na wapiganaji wa idara maalum za SMZ kwa lengo la kuongezea motisha maafisa na wapiganaji wote wa idara maalum za SMZ kuendelea kuyapima na kuyapatia hati maeneo ya idara maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, idara maalum za SMZ zimefanikiwa kuendelea na zoezi la kuyapima na kuyapatia hati miliki maeneo yake kwa kushirikiana na Kamisheni ya Ardhi Zanzibar. Hadi kufikia Machi 31, 2025, hati mpya zifuatazo zimeweza kupatikana. Kikosi maalum cha kuzuia magendo KMKM kimepatiwa hati miliki kwa kambi zake za Ukunjwi na Kiuyu Mbuyuni Pemba. Chuo cha mafunzo kimefanikiwa kupata hati miliki kwa kambi ya makao makuu Kilimani, eneo la maduka ya matumbaku na eneo la jengo lake lililopo Shehia Miembeni. Jengo la Jeshi la Kujenga Uchumi limepatiwa hati za kambi zake za Kama, Dunga na Mtoni. Kikosi cha volunteer Zanzibar KVZ kimepatiwa hati za kambi ya Mtoni, Pujini, Kikungwi, Muyuni na Mto wa Maji. Kikosi cha zimamoto na uokozi kimefanikiwa kupatiwa hati za kambi zake za makao makuu Kilimani na Finya Wete. Mafanikio ya utekelezaji wa program za tawala za mikoa. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 24-25 jumla ya malengo makuu 8 yalipangwa kutekelezwa na tawala za mikoa kupitia ofisi za waheshimiwa wakuu wa mikoa na waheshimiwa wakuu wa wilaya, ambapo utekelezaji wake ni kama ifuatavyo. 1 ni kuanza kuratibu ujenzi wa ofisi za waheshimiwa wakuu wa mikoa na wilaya Unguja na Pemba. Mheshimiwa Spika, kwa kushirikiana na ofisi ya Rais Fedha na Mipango, ofisi za waheshimiwa wakuu wa mikoa na wilaya zimekamilisha taratibu zote za maandalizi ya ujenzi wa ofisi mpya za waheshimiwa wakuu wa mikoa na wilaya Unguja na Pemba. Taratibu hizo zimejumuisha upatikanaji wa maeneo ya ujenzi wa ofisi, michoro ya ujenzi husika na ithibati ya wakala wa majengo Zanzibar ZBA. Ujenzi rasmi wa ofisi hizo unatarajiwa kuanza katika mwaka wa fedha 25-26. Kudumisha amani, utulivu, umoja na mshikamano. Mheshimiwa Spika, kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya zina jukumu maalum za kuhakikisha usalama na utulivu wa nchi, raia na mali zao. Kamati hizo zimeweza kutatua masuala mbalimbali ya kiusalama kupitia vikao 178 vilivyofanyika ambao vilijadili masuala ya kiusalama, ufuatiliaji wa sera na miongozo ya serikali, uandishi wa daftari la wapiga kura wapya, kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya kisekta katika mikoa. Mheshimiwa Spika, kwa mafanikio makubwa, ofisi za waheshimiwa wakuu wa mikoa na wilaya zimesimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo ya serikali na sekta binafsi inayotekelezwa ndani ya mikoa ya Unguja na Pemba, kusikiliza na kutatua changamoto mbalimbali za wananchi.
Mheshimiwa Spika, moja ya kazi kubwa inayofanywa na waheshimiwa wakuu wa mikoa na waheshimiwa wakuu wa wilaya na waheshimiwa masheha ni kusikiliza na kutatua changamoto zinazowakabili wananchi katika maeneo yao kwa kushirikiana na sekta husika. Kufanya suluhu ya migogoro ya ardhi kwa kushirikiana na Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Mheshimiwa Spika, jumla ya migogoro ya ardhi 160 iliweza kupokelewa katika ofisi za waheshimiwa wakuu wa mikoa na wilaya, ambapo migogoro 90 imefanikiwa kupatiwa ufumbuzi kwa kushirikiana na viongozi na watendaji wa Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi. Aidha, migogoro iliyobakia inaendelea kufanyiwa kazi kwa kushirikiana na wizara husika. Kufuatilia utekelezaji wa ahadi na maagizo ya viongozi wakuu wa kitaifa. Mheshimiwa Spika, mikoa imefanikiwa kufuatilia utekelezaji wa ahadi na maagizo ya viongozi wakuu wa kitaifa, kufuatilia ziara zilizofanywa na viongozi wakuu wa kitaifa kwenye mikoa na wilaya husika, kusimamia utekelezaji wa mkakati wa mpango mkuu wa kupambana na udhalilishaji wa wanawake na watoto. Mheshimiwa Spika, mikoa imefanikiwa kutoa mafunzo ya uhifadhi wa mtoto kwa waratibu wa shehia mbalimbali yenye lengo la kukuza uelewa juu ya kukabiliana na changamoto za udhalilishaji wa wanawake na watoto. Mikoa kwa kushirikiana na shirika la kuwahudumia watoto imetoa mafunzo kwa mabaraza ya watoto ya wilaya zote 11 juu ya kupinga vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa watoto, ikiwemo haki na wajibu kwa watoto. Kuratibu na kusimamia shughuli za mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, ofisi za waheshimiwa wakuu wa mikoa na wilaya zimesimamia mabaraza ya manispaa, mabaraza ya miji na halmashauri katika utekelezaji wa majukumu yao na kutoa huduma bora kwa wananchi. Katika usimamizi huo, jumla ya vikao 28 vilifanyika ambao vilihusisha viongozi na watendaji wa mikoa na wilaya, wakiwemo waheshimiwa madiwani na waheshimiwa masheha. Mafanikio ya programu za usimamizi wa serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mamlaka za serikali za mitaa, jumla ya malengo 15 yalipangwa na kutekelezwa kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ambao utekelezaji wake ni kama ifuatavyo. Moja, kuongeza kasi ya ukusanyaji mapato. Mheshimiwa Spika, mamlaka za serikali za mitaa zimetekeleza jukumu lake la msingi la ukusanyaji wa mapato kutoka vyanzo mbalimbali kama vile ada za leseni, tozo za huduma na kodi na tozo za biashara. Jumla ya shilingi milioni 10,328,229,430 zimekusanywa sawa na 79% kwa makadirio ya miezi 9. Kusimamia mikakati ya usafi wa mazingira katika miji. Mheshimiwa Spika, mamlaka za serikali za mitaa zimesimamia na kutekeleza mikakati ya kuimarisha usafi wa mazingira katika miji yetu ya Unguja na Pemba kwa lengo la kuzuia magonjwa kama vile kipindupindu na kuboresha hali ya maisha ya wananchi. Kusimamia miundombinu ya masoko na maeneo ya ujasiriamali. Mheshimiwa Spika, mamlaka za serikali za mitaa zimefanikiwa kusimamia miundombinu ya masoko na maeneo ya ujasiriamali ambayo yamejengwa katika wilaya zote nchini, ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kuwajengea wajasiriamali maeneo maalum na mazuri ya kudumu ya kufanyia biashara zao. Usimamizi huo umehusisha kuwapanga wajasiriamali ndani ya masoko, ikiwemo soko la Mwanakwerekwe na soko la Jumbi. Kuwasajili na kuwaendeleza wajasiriamali wadogo. Mheshimiwa Spika, jitihada za kuwawezesha wananchi kiuchumi kupitia makundi maalum ya vijana, wanawake na watoto wenye ulemavu na watu wenye ulemavu zimeendelea kufanyika. Jumla ya shilingi milioni 544,696,882 zimewasilishwa katika mfuko wa pamoja katika ofisi ya Rais Kazi, Uchumi na Uwezeshaji ili kuyawezesha makundi hayo. Ujenzi wa masoko. 5. Ujenzi wa masoko, bustani, viwanja kufurahishia watoto na vituo vya daladala. Mheshimiwa Spika, mamlaka za serikali za mitaa katika kutekeleza miradi ya maendeleo ziliahidi kujenga masoko, bustani, viwanja kufurahishia watoto, stendi na vituo vya daladala katika maeneo yao kupitia fedha za mapato ya ndani ambao utekelezaji wake ni kama ifuatavyo. Baraza la Manispaa Magharibi limefanikiwa kukamilisha ujenzi wa soko la Mtoni kwa kisasi ambao limezinduliwa rasmi mwezi Januari 2025. Baraza la Manispaa Kaskazini limekamilisha kujenga soko la Mkwajuni ambalo uzinduzi wake umefanyika mwezi Januari 2025. Baraza la Manispaa Chake Chake limefanikiwa kujenga soko la vitongoji na kukamilisha ujenzi wa bustani ya Mwanamashungi ambao umezinduliwa rasmi mwezi Januari 2025. Halmashauri ya wilaya ya Kusini imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa kiwanja kufurahishia watoto Paje ambacho kimezinduliwa mwezi Januari
2025. Baraza la Mji Kati limeweza kukamilisha ujenzi wa bustani ya jamii katika eneo la Jumbi. Baraza la Mji Kaskazini B limefanikiwa kukamilisha ujenzi wa soko la Kitope na limekamilisha maandalizi ya ujenzi wa soko la Mahonda. Baraza la Mji Wete limefanikiwa kuanza kujenga soko la Mzambarauni na kukamilisha maandalizi ya ujenzi wa kiwanja kufurahishia watoto Weni na ujenzi wa soko la Kojani. Halmashauri ya wilaya ya Micheweni imefanikiwa kujenga vituo 4 vya kusubiria daladala na imekamilisha maandalizi ya mradi wa ujenzi wa kiwanja kufurahishia watoto Tumbe na ujenzi wa soko la Micheweni. Baraza la Mji Mkoani limefanikiwa kumpata mkandarasi wa ujenzi wa soko la Kengeja ambaye ni kampuni ya ujenzi ya kikosi cha Valanti ya Zanzibar KVZ. Baraza la Manispaa Mjini limeanza kujenga soko la Haji Tumbo kwa hatua ya kwanza. Baraza la Manispaa Magharibi B limekamilisha maandalizi wa ujenzi wa maegesho katika eneo la Mombasa sokoni na ujenzi wa soko katika eneo la Dimani. Utekelezaji wa miradi ya wadi. Mheshimiwa Spika, mamlaka za serikali za mitaa zimeendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya waheshimiwa madiwani katika ngazi za wadi kupitia fedha za makusanyo ya mapato ya ndani. Miradi iliyotekelezwa imejumuisha ujenzi wa madarasa, uchimbaji wa visima, uwekaji wa taa za mitaani, ujenzi wa vivuko na miundombinu mbalimbali. Mafanikio ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii. 1. Kuunganisha mfumo wa usajili wa matukio ya kijamii na mifumo mingine ya taasisi. Mheshimiwa Spika, ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii kwa mwaka wa fedha 2024-2025 ilipanga kuunganisha mfumo wa usajili wa matukio ya kijamii na mifumo ya taasisi 15 ambao hadi kufikia Machi 2025 jumla ya taasisi 15 zilizopangwa ziliweza kuunganishwa sawa na 100% ya utekelezaji. Kufanya uhakiki wa vyeti vya kuzaliwa mitandaoni, online certification. Mheshimiwa Spika, ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii imeanzisha huduma ya uhakiki wa vyeti vya kuzaliwa mtandaoni ili kurahisisha upatikanaji wa huduma kwa wananchi. Kwa kipindi cha miezi 9, jumla ya maombi 4462 yamepokelewa na kufanyiwa kazi. 3. Kuweka mifumo ya kiusalama ya usajili wa matukio ya kijamii. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Machi 2025, ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii imefanikiwa kuboresha kituo cha uidhinishaji wa taarifa za matukio ya kijamii, hatua ambayo imeongeza ufanisi na umakini wa maafisa katika kukamilisha usajili wa matukio ya kijamii. 4. Kuhuisha kumbukumbu za zamani kwa kuziingiza katika mfumo wa sasa wa usajili wa matukio ya kijamii. Mheshimiwa Spika, ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii kwa kipindi cha miezi 9 ilikadiria kuhuisha kumbukumbu za zamani 150,050 na hadi kufikia Machi 2025 jumla ya kumbukumbu 140,127 sawa na 93% zimehuishwa na kuingizwa katika mfumo sasa wa kidijitali na usajili wa matukio ya kijamii. Kutungwa kwa kanuni za ulinzi wa taarifa za matukio ya kijamii. Mheshimiwa Spika, ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii iliazimia kutunga kanuni za ulinzi wa taarifa za matukio ya kijamii kwa mwaka wa fedha 2024-2025 na hadi kufikia Machi 2025 kanuni hizo zimeweza kutungwa na kuwasilishwa ofisi ya mwanasheria mkuu wa Zanzibar. Kukamilisha mpango wa mkakati wa ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii. Mheshimiwa Spika, ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii imeweza kukamilisha kuandaa mpango mkakati wa ofisi yake, hatua ambayo ni muhimu katika kuhakikisha utendaji kazi unakuwa ufanisi zaidi.
kutoa elimu ya usajili wa matukio ya kijamii. Mheshimiwa Spika, ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii ilipanga kutoa vipindi 12 kupitia televisheni na redio hadi kufikia Machi 2025. Jumla ya vipindi 9 vimetolewa sawa na 75% ya utekelezaji. Mwelekeo wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 25-26. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 25-26, Afisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ itaendelea kutekeleza programu kuu 30 kupitia mafungu 12 ambayo ni D01 hadi D12 itakayotekelezwa na ofisi za makao makuu, idara maalum za SMZ, ofisi za mikoa, mamlaka za serikali za mitaa na wakala wa usajili wa matukio ya kijamii. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025-2026, kipaumbele cha ofisi hii kupitia kamati za usalama za mikoa na wilaya zinazoongozwa na waheshimiwa wakuu wa mikoa na wilaya pamoja na idara maalum za SMZ kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ni kuhakikisha amani na utulivu vinakuwepo wakati wote wa maandalizi na ufanyikaji wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa lengo la kuhakikisha nchi yetu inaendelea kubakia kuwa ya amani na utulivu ili kuendeleza harakati za maendeleo. Malengo yatakayotekelezwa na makao makuu D01. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 25-26, afisi kupitia fungu la bajeti la makao makuu D01 imepanga kutekeleza malengo yafuatayo: 1. Kuendeleza utekelezaji wa mradi wa kuimarisha ulinzi na usalama Zanzibar ili kuhakikisha amani inaendelea kushamiri wakati wote. B. Serikali imepanga kuanza rasmi ujenzi wa mradi wa kituo cha mabasi ya kisasa na maegesho katika eneo la bwawa la Mwanakwerekwe. C. Kuendeleza ujenzi wa chuo cha mafunzo Hanyegwe Mchana. D. Kuendeleza na utekelezaji wa mradi wa ujenzi wa ofisi za waheshimiwa masheha ambazo zaidi ya ofisi 100 zitajengwa Unguja na Pemba. E. Kuratibu ujenzi wa mradi wa ujenzi wa ofisi za waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya kwa kushirikiana na ofisi ya Rais fedha na mipango. Kuendelea kuratibu mradi wa Pemba Kijani unaofadhiliwa na Umoja wa Wilaya kwa miji ya Chake Chake, Uwete, Mkoani na Micheweni. Kuimarisha usajili na uratibu wa jumuiya zisizo kiserikali NGOs Zanzibar. Kutekeleza mradi wa kuimarisha usafi katika mji ikiwemo ujenzi wa miundombinu ya usafi, ununuzi wa vifaa vya kisasa na kupendezesha miji. Kusimamia utekelezaji wa mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ngazi ya jamii katika mamlaka za serikali za mitaa kwa kushirikiana na mshirika wa maendeleo wa Benki ya Dunia. Kukamilisha mchakato wa upatikanaji wa sheria mpya ya utumishi ya idara maalum za SMZ. Kumaliza kuyapima maeneo yote ya kambi za idara maalum za SMZ. Kuyaangalia upya maslahi ya waheshimiwa madiwani na waheshimiwa masheha. Kuanza maandalizi ya ujenzi wa masoko ya kisasa Kibanda Maiti Unguja na soko la Chake Chake Pemba. Masoko haya yatafanana na masoko ya kisasa ya Jumbi na Mwanakwerekwe. Kuanza maandalizi ya mradi wa uimarishaji ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii Zanzibar. Malengo yatakayotekelezwa na idara maalum za SMZ kuanzia fungu D02 hadi D06. Mheshimiwa Spika, kupitia Jeshi la Kujenga Uchumi fungu D02, chuo cha mafunzo D03, kikosi maalum cha kuzuia magendo fungu D04, kikosi cha zimamoto na uokozi fungu D05 na kikosi cha volunteer fungu D06. Malengo yatakayotekelezwa na idara maalum za SMZ kwa mwaka wa fedha 25-26 ni kama ifuatavyo. Jeshi la Kujenga Uchumi JKU limepanga kuanza ujenzi wa jengo la kisasa la makao makuu Saateni Mtoni. Kuendeleza ujenzi wa mahanga ya maafisa na wapiganaji JKU Ngambwa Pemba na kuanza kujenga dahalia ya skuli ya sekondari na skuli ya ufundi JKU Mtoni. Aidha, Jeshi la Kujenga Uchumi litatekeleza mradi wa ujenzi wa jengo la makao makuu ya wakala wa ulinzi JKU. Kikosi maalum cha kuzuia magendo Zanzibar kimepanga kuimarisha nguvu za ulinzi wa doria na uokozi baharini, kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo ni ujenzi wa kituo cha uzamiaji na uokozi Kizimkazi, ununuzi wa vifaa vya uzamiaji na uokozi, kuanza maandalizi ya ujenzi wa makao makuu ya KMKM Kibweni, kuanza ujenzi wa hanga la wapiganaji KMKM Bwefumu na kufanya ukarabati wa kambi zake zote za Unguja na Pemba. Chuo cha mafunzo
Kimepanga kuimarisha huduma za urekebishaji tabia kwa wanafunzi, kuimarisha shughuli za kilimo kwa kuweka mifumo ya umwagiliaji na kuendelea na mradi wa ujenzi wa Mahanga, Hanyegwa Mchana na Langoni. Aidha, chuo cha mafunzo kimepanga kununua magari ya kubebea wanafunzi na mahabusu kwa kuwapeleka na kuwarejesha katika vyombo vya sheria. Kikosi cha zimamoto na uokozi kimepanga kufanya ukaguzi wa usalama wa moto katika majengo kwa kuimarisha huduma za uokozi na uzimaji moto katika maeneo ya utalii na uwekezaji pamoja na viwanja vya ndege, kuendeleza ujenzi wa vituo vya zimamoto na uokozi, ujenzi wa Mahanga, kuanza maandalizi ya ujenzi wa jengo la makao makuu ya zimamoto Kilimani na kusimamia upatikanaji wa vitendea kazi ikiwemo magari ya zimamoto. Kikosi cha volunteer Zanzibar KVZ kimepanga kukamilisha ujenzi wa Mahanga na ofisi na ujenzi wa hospitali za KVZ Mtoni na Ndugu Kitu na kuanza ujenzi wa kiwanja cha mpira cha kisasa cha KVZ Mtoni. Vile vile kikosi kimepanga kuimarisha doria na operations za ulinzi na usalama, kuimarisha ulinzi na usalama wakati wote wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kuanzia maandalizi yake mpaka kumalizika kwake, kutoa mafunzo ya kijeshi kwa maafisa na wapiganaji wa idara maalum za SMZ, kuimarisha shughuli za utamaduni na michezo ikiwemo michezo ya majeshi kwa maana ya BAMATA, kuimarisha huduma za afya katika kambi za idara maalum zote za SMZ, kubuni na kuimarisha miradi ya uzalishaji mali, kuendelea kuyapima na kuyapatia hati miliki maeneo ya kambi za idara maalum za SMZ, kuanza maandalizi ya mradi wa ujenzi wa uzio kwa kambi zote za idara maalum za SMZ, kuendeleza hatua za maandalizi ya ujenzi wa barabara zinazoingia katika kambi za idara maalum za SMZ kwa kushirikiana na Wizara ya Ujenzi, Mawasiliano na Usafirishaji, kuendelea na kuchukua hatua za kuimarisha utendaji kazi wa kikosi cha zimamoto na uokozi katika viwanja vya ndege. Malengo yatakayotekelezwa na tawala za mikoa na serikali za mitaa kwa mwaka 25-26. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 25-26, afisa wa waheshimiwa wakuu wa mikoa na afisa wa waheshimiwa wakuu wa wilaya zimepanga kutekeleza malengo yafuatayo: 1. Kuhakikisha uwepo wa amani na utulivu kupitia kamati za ulinzi na usalama za mikoa na wilaya na shehia katika kipindi chote cha maandalizi na ufanyikaji wa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. 2. Kuendelea kusimamia amani na utulivu ili kuhakikisha wananchi wanafanya shughuli zao za kimaendeleo, kiuchumi na kijamii. Kuratibu na kusimamia shughuli za serikali za ndani ya mikoa. D. Kutoa huduma za utawala na uendeshaji katika ngazi za mikoa, wilaya na shehia. E. Kusimamia utendaji kazi na uwajibikaji wa mamlaka za serikali za mitaa. Kuendelea kushirikiana na sekta mbalimbali za serikali na binafsi kusimamia utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika mikoa na wilaya. Kufuatilia utekelezaji wa ahadi na maagizo ya viongozi wakuu wa kitaifa, kufuatilia ziara wanazozifanya kwenye mikoa na wilaya. Mheshimiwa Spika, katika usimamizi wa mamlaka za serikali za mitaa, malengo yafuatayo yamepangwa kutekelezwa: A. Kuimarisha usafi wa mazingira kwa kuwekeza katika ujenzi wa miundombinu na vifaa vya usafi pamoja na kufanya shughuli za usafi kwa utaratibu wa kutumia kampuni binafsi. B. Baraza la Manispaa ya Mjini limepanga kuendelea kukamilisha mradi wa ujenzi wa soko la kwa Haji Tumbo awamu ya pili. Baraza la Manispaa Magharibi A limepanga kuanza mradi wa ujenzi wa stendi ya daladala Mambo Sasa, kuanza maandalizi ya mradi wa ujenzi wa kiwanja cha kufurahishia watoto Chuini na kuanza ujenzi wa kituo cha mafuta katika eneo la Mbuzini Unguja. Baraza la Manispaa Magharibi B limepanga kuanza ujenzi wa maegesho mkabala na soko la Mombasa na kuanza ujenzi wa soko Imani. Baraza la Mji Kati limepanga kujenga kituo cha kusarifu taka Chwaka, kuendeleza ujenzi wa vituo vya daladala na kuimarisha ujenzi wa bustani ya jamii Hanyegwa Mchana. Halmashauri ya Wilaya ya Kusini imepanga kuanza mradi wa kujenga stendi ya daladala Makunduchi. Manispaa ya Kaskazini A imepanga kukamilisha ujenzi wa soko la Chani, kufanya ukarabati mkubwa wa soko la Kinyasini na kuanza maandalizi ya ujenzi wa kiwanja kufurahishia watoto Nungwi. Baraza la Mji Kaskazini B limepanga kuanza ujenzi wa soko la Mahonda na kukamilisha taratibu za ujenzi wa soko la Bumbwini. Manispaa ya Chake Chake imepanga kukamilisha ujenzi wa maegesho Kibirinzi, kufanya ujenzi wa vituo vya daladala, kuimarisha jaa la vitongoji pamoja na kujenga ukuta kwa maana uzio katika bustani ya Mwanamashungi. Baraza la Mji Mkoani
nimepanga kuanza kukamilisha ujenzi wa soko la Kengeja pamoja na kujenga vituo 5 vya kusubiria daladala katika barabara ya eneo ya Ole Kengeja. Baraza la Mji Wete nimepanga kukamilisha mradi wa ujenzi wa soko la Mzambarauni na kuanza ujenzi wa soko la Kojani, ujenzi wa kiwanja cha kufurahishia watoto Weni na kuanza maandalizi ya ujenzi wa bustani ya Jamhuri Wete. Na halmashauri ya wilaya Micheweni imepanga kuanza ujenzi wa soko la Micheweni ikiwa ni utekelezaji wa ahadi ya Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi kwa wananchi wa Micheweni. Malengo yatakayotekelezwa na wakala wa usajili wa matukio ya kijamii kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Waziri, kumradhi Mheshimiwa Waziri, umeshatumia saa nzima, lakini na kuongezea robo saa ili utumie robo saa hiyo kuweza kuhitimisha hiyo hotuba yako ili tuweze kuendelea kwenye michango ya hoja. Karibu sana Mheshimiwa, endelea. Asante. Malengo yatakayotekelezwa na nikushukuru Mheshimiwa Spika. Malengo yatakayotekelezwa na wakala wa usajili wa matukio ya kijamii kwa mwaka 25-26. Mheshimiwa Spika, ofisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii D12 kwa mwaka wa fedha 2025-26 umepanga kutekeleza malengo yafuatayo. Moja ni kuanza ujenzi wa kituo cha urejeshaji wa huduma za matukio ya kijamii baada ya majanga. Kuanza ujenzi wa ofisi ya usajili wa matukio ya kijamii katika wilaya Kaskazini B Mahonda. Kuingiza kumbukumbu za zamani za usajili na mifumo ya usajili wa matukio ya kijamii kwa njia ya kielektroniki. Kufanya mapitio ya mkataba wake wa huduma kwa wateja. Kuendelea kutoa elimu ya usajili wa matukio ya kijamii. Kuendeleza usajili wa matukio ya kijamii Zanzibar kwa ufanisi zaidi. Maombi ya kuidhinishiwa mapato ya matumizi kwa kila fungu D1 mpaka D12. Mheshimiwa Spika, ili kuweza kutekeleza malengo yaliyokusudiwa, naliomba baraza lako tukufu kuidhinisha mapato na matumizi ya afisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ kwa kila fungu la bajeti kuanzia D01 hadi D12 kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 100,616,970 kwa fungu D01 ambalo mapato na matumizi yake yatasimamiwa na Katibu Mkuu wa Ofisi ya Rais, tawala za mikoa, serikali za mitaa na idara maalum za SMZ. Kati ya fedha hizo, shilingi bilioni 2,272,300,000 ni mishahara na shilingi bilioni 5,920,800,000 ni matumizi mengineyo na shilingi milioni 301,900,000 ni ruzuku ya Tume ya Utumishi ya idara maalum za SMZ na shilingi bilioni 92,121,970,000 ni kazi za maendeleo, ambapo kati ya hizo za maendeleo shilingi 81,750,000 ni fedha za SMZ na shilingi bilioni 10,371,970,000 ni fedha za wahisani. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi 71,852,300,000 kwa fungu D02 ambao mapato na matumizi yake yatasimamiwa na Kamanda Mkuu wa Jeshi la Kujenga Uchumi. Kati ya fedha hizo, shilingi 46,715,900,000 ni mishahara na shilingi bilioni 9,864,000 ni matumizi mengineyo. Shilingi milioni 738,300,000 ni ruzuku kwa wakala wa ulinzi wa JKU na shilingi 14,538,100,000 ni kazi za maendeleo. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi bilioni 3,79,418,000 yatakusanywa kuchangiwa katika mfuko mkuu wa serikali, ambao shilingi bilioni 2,700,000 yatakusanywa na wakala wa ulinzi wa JKU na shilingi milioni 379,418,000 yatakusanywa na Jeshi la Kujenga Uchumi. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi 41,192,700,000 kwa fungu D3 ambalo mapato na matumizi yake yatasimamiwa na kamishna wa chuo cha mafunzo. Kati ya hizo, shilingi 31,187,800,900 ni mishahara na shilingi bilioni 6,125,800,000 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 3,578,000 ni kazi za maendeleo. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 297,089,000 vitakayokusanywa na kuchangiwa mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi 69 bilioni 1,655,300,000 fungu D04 ambalo mapato na matumizi yake yatasimamiwa na Kamanda Mkuu wa Kikosi Maalum cha Kuzuia Magendo. Kati ya fedha hizo, shilingi 55 bilioni 100,000,000 ni mishahara na shilingi bilioni 9,455,000 na 300,000 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 5 ni kazi za maendeleo. Aidha, fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi bilioni 290,763,000 itakayokusanywa na kuchangiwa mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi 54 bilioni 1,538,000
957,000 kwa fungu D 07 ambalo mapato na matumizi yake yatasimamiwa na kamishna wa kikosi cha zimamoto na uokozi. Kati ya fedha hizo shilingi 24 milioni 951,100 ni mishahara na shilingi bilioni 3,827 laki 8 matumizi mengineyo na shilingi 25 bilioni 760,057 ni kazi za maendeleo, ambao kati ya fedha hizo shilingi bilioni 5,550,000 ni fedha za SMZ na shilingi 20 bilioni 210,057 ni fedha za wahisani. Vile vile fungu hili linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi milioni 458,138,000 yatakayokusanywa na kuchangiwa mfuko mkuu wa serikali. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 44,464,900,000 kwa fungu D 06 ambalo mapato na matumizi yake yatasimamiwa na mkuu wa kikosi cha Volunteer ya Zanzibar. 35 bilioni kati ya fedha hizo shilingi 35 bilioni 27 milioni laki 5 ni mishahara na shilingi bilioni 4 milioni 313 laki 4 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 5 milioni 524 ni kazi za maendeleo. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi 13 bilioni laki 5 kwa fungu D 7 ambalo mapato na matumizi yake yatasimamiwa na katibu tawala wa mkoa wa Mjini Magharibi. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 2 milioni 103 laki 2 ni mishahara na shilingi bilioni 1 milioni 946 laki 2 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 8 milioni 951 laki 2 ni ruzuku kwa serikali zake za mitaa. Mheshimiwa Spika, fungu D 07 linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi 80 milioni laki 5,400 itakayokusanywa kuchangia mfuko mkuu wa serikali. Aidha, fungu D 07 linaomba kuidhinishiwa mapato ya ndani ya shilingi bilioni 3 milioni 880 yatakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Manispaa ya Mjini. Mapato ya ndani ya shilingi bilioni 2 milioni 530 yatakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Manispaa Magharibi A, na mapato ya ndani ya shilingi bilioni 2 milioni 901,674 yatakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Manispaa ya Magharibi B. Mheshimiwa Spika, fungu D 08 linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi 58 milioni laki 561,000 itakayokusanywa na kuchangia mfuko mkuu wa serikali. Aidha, fungu D 08 linaomba kuidhinishiwa mapato ya ndani ya shilingi bilioni 1 milioni 955 itakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Mji Kati, na mapato ya ndani ya shilingi bilioni 1 milioni 243 laki 740,000 itakayokusanywa na kutumiwa na halmashauri ya wilaya ya Kusini. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 5 milioni 614 laki 5 kwa fungu D 09 ambalo mapato na matumizi yake yatasimamiwa na katibu tawala wa mkoa wa Kaskazini Unguja. Mheshimiwa Spika, fungu D 09 linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi 35 milioni itakayokusanywa na kuchangiwa na mfuko mkuu wa serikali. Aidha, fungu D 09 pia linaomba kuidhinishiwa mapato ya ndani ya shilingi bilioni 2 milioni 841 laki 22,000 itakayokusanywa na kutumiwa na Baraza ya Manispaa Kaskazini A, na mapato ya shilingi bilioni 1 milioni 534 itakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Mji Kaskazini B. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 6 milioni 218 laki 9 kwa fungu D 10 ambalo mapato na matumizi yake yatasimamiwa na katibu tawala wa mkoa wa Kusini Pemba. Mheshimiwa Spika, fungu D 10 linaomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi 40 milioni laki 596,000 yatakayokusanywa na kuchangiwa katika mfuko mkuu wa serikali. Kadhalika, fungu hili linaomba kuidhinishiwa makusanyo ya ndani ya shilingi milioni 880 laki 780,000 yatakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Mji Chake Chake, na shilingi milioni 426 laki 640,000 yatakayokusanywa na kutumiwa na Baraza la Mji Mkoani. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishwa matumizi ya shilingi bilioni 5 milioni 464 laki 5 kwa fungu D 11 ambalo mapato na matumizi yake yatasimamiwa na katibu tawala wa mkoa wa Kaskazini Pemba. Fungu D 11 pia linaomba kuidhinishwa mapato ya shilingi 20 milioni yatakayokusanywa na kuchangiwa katika mfuko mkuu wa serikali. Vile vile fungu hili linaomba kuidhinishwa mapato ya ndani ya shilingi bilioni 5 milioni 5 yatakusanywa na kutumiwa na Baraza la Mji Wete, na mapato ya ndani ya shilingi milioni 470 yatakusanywa na kutumiwa na halmashauri ya wilaya Micheweni. Mheshimiwa Spika, naomba kuidhinishiwa matumizi ya shilingi bilioni 8 milioni 134 laki 2 kwa fungu D 12 ambalo mapato na matumizi yake yatasimamiwa na mkurugenzi mtendaji wa afisi ya wakala wa usajili wa matukio ya kijamii. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 3 milioni 85 laki 7 ni mishahara na shilingi bilioni 2 milioni 248 ni matumizi mengineyo na shilingi bilioni 3 milioni 500 ni kazi za maendeleo. Aidha, fungu D 12 naomba kuidhinishiwa mapato ya shilingi bilioni 4 milioni 698 na laki 4 na 4,000 yatakayokusanywa na mfuko na kuchangiwa katika mfuko mkuu wa serikali.
Shukrani. Mheshimiwa Spika, kwa umuhimu wa kipekee natoa shukrani zangu za dhati kwa Tume ya Mipango Zanzibar inayoongozwa na mwenyekiti wake Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, viongozi wa Ofisi ya Rais Fedha na Mipango chini ya usimamizi makini wa Mheshimiwa Dr. Saada Mkuya Salum, Katibu Mkuu Dr. Juma Malik Akil na Katibu Mtendaji wa Tume ya Mipango Dr. Rahma Salim Mahfoudh. Aidha, namshukuru Mheshimiwa Dr. Mwinyi Talib Haji, Mwanasheria Mkuu wa Zanzibar, kwa ushauri wa kisheria katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, naomba pia kutumia fursa hii kuwashukuru washirika wote wa maendeleo wanaoendelea kutupatia ufadhili na kuchangia katika bajeti yetu ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, kwa dhati kabisa napenda kuwashukuru watendaji wa ofisi hii na taasisi zilizo chini yake kwa kufanya kazi kwa umahiri, weledi, ufanisi na moyo wa uzalendo kwa maslahi ya taifa letu. Shukrani maalum nazitoa kwa Katibu Mkuu ndugu Isa Mahfoudh Haji, Naibu Katibu Mkuu ndugu Mikidadi Mbaruk Mzee, makamanda wote wa Idara Maalum za SMZ, waheshimiwa wakuu wa mikoa wote, waheshimiwa wakuu wa wilaya wote, waheshimiwa mamea, wakurugenzi, waheshimiwa madiwani pamoja na viongozi wote wa Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, niendelee pia kutoa shukrani kwa mkurugenzi mtendaji wa Wakala wa Usajili wa Matukio ya Kijamii na wenye viti na wakurugenzi wote wa taasisi zilizo chini ya Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ. Mheshimiwa Spika, kwa namna ya kipekee napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wananchi wenzangu wa Jimbo la Ole kwa imani yao ya kunichagua kuwa mwakilishi wao, na naomba tuendelee kushirikiana kwa maslahi mapana ya jimbo letu. Niwahakikishie wananchi wa Jimbo la Ole kwamba nitaendelea kushirikiana nao kwa hali na mali bila kuchoka. Aidha, niwahakikishie kwa pamoja tutashinda. Aidha, niendelee kukishukuru Chama cha Mapinduzi CCM na uongozi wake kwa miongozo na maelekezo yanayotupatia katika utekelezaji wa majukumu yote tuliyokabidhiwa. Vile vile naishukuru sana familia yangu, hususan mke wangu, mama yangu, pamoja na watoto wangu, pamoja na wananchi wangu na wananchi wenzangu wote katika Jimbo la Ole na wananchi wengine wa Zanzibar. Hitimisho. Mheshimiwa Spika, ili Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa, Serikali za Mitaa na Idara Maalum za SMZ iweze kutekeleza malengo na mipango niliyoitaja, naliomba Baraza lako tukufu kuidhinisha matumizi ya shilingi bilioni 427 milioni 964 laki 4 na 1004. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 208 milioni 985 laki 9 zitatumika kulipa mishahara na shilingi 48 bilioni milioni 469 laki 777 elfu zitatumika kwa matumizi mengineyo. Shilingi 20 bilioni milioni 490 laki 6 zitatumika kutoa ruzuku kwa mamlaka za serikali za mitaa, Tume ya Utumishi, Idara Maalum za SMZ na Wakala wa Ulinzi wa JKU, na shilingi bilioni 150 18 milioni laki 127 elfu zitatumika kwa kazi za maendeleo. Aidha, naliomba Baraza lako tukufu kuidhinisha mapato ya shilingi bilioni 958 milioni na 70 elfu yatakayokusanywa kuchangia mfuko mkuu wa serikali na mapato ya ndani ya shilingi 19 bilioni 396 laki 5 yatakayokusanywa na kutumiwa na mamlaka za serikali za mitaa. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wajumbe, na kushukuru kwa kunisikiliza na naomba kutoa hoja. Asante Mheshimiwa, hoja imetolewa na imeungwa mkono. Mheshimiwa, tutaihoji kwanza mpaka